Ndio, habari za muda huu. Tunawasalimu wa Tanzania wote. Sisi ni umoja wa vijana tusiokuwa na ajira Tanzania. Tumekutana leo, kuna mambo kadhaa ya kuzungumza na umma, pamoja ikiwa na kutoa tamko letu kwa jamii na kwa serikali pia. Kwa majina naitwa Laurent Kayaya kutoka Uyamu, Tanzania. Kama tulivyosema Uyamu, wengine wanataka kujua Uyamu ni akina nani. Unemployed Youth Allied Movement. Hii ni harakati ama tuseme ni juhudi za vijana kutaka ajira na kutaka mazingira wezeshi ya kujiajiri. Kwa hiyo tunasema kwamba ni platform moja kubwa ambayo imekusudia lengo lake ni kutaka vijana wapate ajira, vijana wapate mazingira ya kujiajiri. Ndio maana tunasema moto wetu, tunasema ajira yetu utulivu wetu. Tutapopata ajira, tunaamini mambo mengi yatatulia na tutaweza kuendelea mbele. Basi nafikiri kwa siku ya leo tulikuwa tumewaletea tamko, na ningependa tamko hili tulitamke kwa kulisoma. Sawa. Tamko la umoja wa vijana wasiokuwa na ajira Tanzania, Uyamu, Tanzania. Kutokana na ukweli kuwa vijana wengi hatuna ajira na tumejaa mtaani bila serikali kutuona ili tuajiri au tutengenezee fursa ya kujiajiri. Na kwa kuwa muda mrefu tumekuwa tukilalamikia serikali na serikali bila kuchukua hatua ya kuajiri au kutengeneza mazingira ya kuajiri, kama tulivyoonyesha kwenye nyaraka zetu, barua ya wazi kwa rais na taarifa kwa umma zilizotoka tarehe 2 Machi 2025, ikiwa pamoja na kuajiri moja kwa moja au kutupatia mitaji, kwa kuwa jambo la tatizo la ajira limekuwa sugu, na mara kadhaa serikali ikijitokeza na kusema kuwa haina fedha wala haiwezi kuajiri vijana wote, na majibu mengi yanavunja moyo kuhusu hatima ya maisha yetu. Tunatambua kuwa serikali inazo data nyingi za uhaba wa ajira, kiasi kwamba hata wao wamekuwa wakitaja kupitia tovuti za serikali, hotuba za wizara husika, na ukweli unaopatikana kutoka kwenye ofisi za umma kama vile shule, hospitali, ofisi za utawala na taasisi nyingi za serikali kama hizo. Ushahidi pia wa kuona. Hivyo sisi kama sehemu kubwa hatutafanya jukumu la serikali kutafuta takwimu, maana tunajua serikali inaelewa tatizo la ajira na inazo takwimu hizo. Tunachotaka sisi ni kubali kutatua changamoto ya tatizo la ajira kwa vijana haraka iwezekanavyo. Isikubali kuwahadaa wa Tanzania na kuonesha kuwa tatizo la ajira linatatuliwa kwa kusema tujiajiri au twende VETA. Tunaweza kujiajiri hali ya kwamba tutawezaje kujiajiri hali ya kwamba hatuna mitaji? Serikali inataka tutumie maisha yetu duniani kwa kutafuta ajira kuliko kutumikia taaluma zetu tulizosomea. Kama jambo la VETA lilikuwa katika sera ya elimu ya mwaka 2005, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, imekuwaje kulileta kwenye Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia? Tulitegemea Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia basi ijikite zaidi katika viwanda na mapinduzi ya kiteknolojia makubwa, sio kuhangaika na kutafuta wahitimu wa vyuo vikuu tuwe mafundi. Matokeo kilicho mtaani cha kuitwa kuwa hatuuziki kwenye soko la ajira si jambo tulilolisababisha sisi. Mabadiliko ya sera za elimu za mara kwa mara ambazo hazina mwendelezo chanya wala ustawi wa jamii zimepelekea elimu zinazotolewa na vyuo vikuu kuonekana hazina chachu kwa wahitimu. Nini kinafanya elimu ya vyuo vikuu kwa sehemu kuwa katika kutoa mafunzo nadharia
kuliko vitendo? Ukweli ni kwamba serikali na taasisi zake inaweza kuwa bora katika kutafiti ni namna gani ya kuendesha elimu ili isiweze kuleta madhara ya ukosefu wa ajira. Mfano, sera ya udahili wa soko la ajira. Leo hii utaambiwa tulitatue tatizo ambalo wao ndio walisababisha. Hakika huu ni ukatili usiovumilika. Ni mwakilishi wa Umoja wa Vijana Wasio na Ajira nchini Tanzania, UYAM, Laurent Kayaya. Mnamo Aprili 5 mwaka 2025, akizungumza na vyombo vya habari kuelezea jinsi tatizo la ukosefu wa ajira nchini Tanzania kwa vijana lilivyomwiba kwao, ambapo UYAM imeitaka serikali ya Tanzania kutatua tatizo hilo kwa haraka. Serikali yetu imeshindwa kutusimamia vijana ili tuweze kujisimamia, na mbaya zaidi tukidai ajira tunaonekana ni kama tusiokuwa na maadili. Tunaomba mtuambie tumewakosea nini vijana wa taifa hili? Tanzania ni lazima ikubali kuwa miongoni mwa nchi zilizotatua changamoto ya ajira. Tanzania lazima ikubali kuwa miongoni mwa nchi zilizotatua changamoto ya ajira na kuepuka hii dhana ya zimamoto ya utatuzi wa ajira. Zimamoto ya utatuzi wa ajira ni kama kuleta usaili usiokuwa na uwiano kipindi cha tatizo la ajira wakati limekuwa sugu. Usaili hauendani na nafasi za ajira. Mfano, kama utawaita wataalamu 10,000 kwenye usaili, kati ya nafasi ulizotangaza 10, na kama wote watapata alama 100, bado utachukua wale 10 uliowataka kutegemeana na nafasi zilizopo. Usaili unaweza kuitwa kama njia ya serikali kujivua lawama ili wasomi tuonekane hatuajiriki kwa sababu tumefeli mitihani, badala ya ukweli kuwa nafasi zilikuwa chache. Zipo nchi kadhaa zilianguka kwenye tatizo la ajira na zikafanikiwa kujinasua kama vile Ujerumani, Korea Kusini, Singapore, China, Brazil. Mataifa haya yalitumia mbinu kama ajira za muda mfupi, mini jobs, kuwekeza kwenye sera ya viwanda, kuboresha mazingira ya uwekezaji hasa uwekezaji wa ndani, kukuza sekta ya huduma na kusaidia familia maskini. Tunatambua kuwa serikali imetuonya kuwa tusijihusishe na siasa katika harakati za kudai haki yetu ya ajira. Kama ni hivyo, si vyema wao kutumia majukwaa hayo ya kisiasa kutuumiza kwa lugha zao. Mara serikali haina fedha, wanasema mara serikali haina fedha, hivyo hatuwezi kuajiri watu wote. Mkimaliza chuo kikuu nendeni VETA. Mara vijana wa leo wamekosa ubunifu, mara vijana wa leo wamekuwa wavivu na matusi mengi kama hayo. Basi kama sisi tumekosa ubunifu na nyinyi mmekaa vya kutosha kwenye ofisi zenu kama ubunge, waziri na nyingine nyingi, basi natosha. Acheni siasa, ingieni mtaani mkajiajiri, au pendekezeni kukatwa mishahara yenu ili na sisi tuajiriwe au tupate mitaji. Kwa mujibu wa taarifa ya mwaka 2023 iliyotolewa na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU, udahili katika vyuo vikuu na kati katika ngazi ya shahada umeongezeka kutoka wanafunzi 65,302 kwa mwaka 2018-2019 hadi kufikia wanafunzi 113,617. Wote hawa wakiingia katika soko la ajira. Mwakilishi wa UYAM, Laurent Kayaya, anasema kuwa UYAM haitumiki kisiasa na lengo lao kuu ni kutaka vijana nchini wapatiwe ajira. Tunaihakikishia serikali ya kwamba sisi hatutumiki kisiasa na sisi tunachokitaka ni ajira. Tena tumeiambia serikali tuzungumuze. Shida inatoka wapi? Tumeomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akutane na vijana wote tupate kuzungumuza kama tulivyomwandikia kwenye waraka wa wazi, barua ya wazi kwa rais.
Sasa endapo kwa namna ambavyo serikali inaamua kukaa kimya, kwa hiyo inakubali kutengeneza matabaka kwamba kundi fulani lile ni kundi bora kuliko kundi lingine. Kwa sisi tunavyofahamu haya masuala ya kisiasa, siasa ina mambo makubwa mawili. Inatumia inclusive na exclusive politics. Inclusive ni watu wote, lakini exclusive ni baadhi ya watu. Sasa au baadhi ya watu ambao wameamua kuwa tayari kutuumiza sisi vijana, tunasema kama ndo mpango huo, sisi vijana hatuko tayari. Tumetangaza tarehe ya maandamano nchi nzima, ambapo itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025. Hitimisho. Tunaiomba serikali ikubali kumaliza tatizo la ajira kwa kukubali kuajiri moja kwa moja kwa 60% kutegemeana na mwaka wa kuhitimu, na kutoa mitaji kwa dhamana ya vyeti vyetu. Kuacha kutumia mabavu kama sehemu ya kuzima sauti zetu za kudai ajira. Na kama haitakuwa tayari, sisi tutafanya maandamano ya amani mwezi Mei tarehe 1 mwaka 2025. Naweza kusema ajira yetu, utulivu wetu. Kwa majina naitwa Charles Kanyambo, ni mjumbe wa umoja huu UYAM Tanzania. Kama alivyokwisha zungumza mwenzangu, umoja huu ni umoja ambao umetengenezwa na vijana kwa ajili ya kudai haki yao ya ajira. Tunafahamu kabisa kwamba ajira ni haki yetu sisi kama vijana. Hivyo basi mimi nina machache ya kuongezea, mojawapo likiwa ni kwamba tunaiomba serikali isitumie nguvu za kiusalama. Isitumie nguvu za kiusalama kwa ajili ya kuzima madai yetu. Haya madai ni ya kwetu, na sisi tunaiomba serikali itumie busara, ikae tuzungumze, kwa maana tujue ni wapi tunakwama, wapi na wapi tunaweza kukafanikiwa kwenye swala hili la ajira. Hivyo basi nitoe wito wangu kwa vijana. Vijana wa Kitanzania tumelala. Vijana wa Kitanzania tumesinzia. Vijana wa Kitanzania, ninadiriki kusema maneno haya kwamba tumepitiliza. Usingizi tulioulala ni kama vile hatujitambui. Naomba nitumie maneno ambayo aliwahi kuyasema waziri mmoja kutoka nchini Kenya. Alikuwa anasema kwamba vijana wa Uganda ni kama vile wao ni wagonjwa. Ipo siku watapona, wataingia barabarani waanze kudai haki yao. Akasema vijana wa Kenya wale ni kama walevi. Ipo siku pombe zitaisha, wataingia barabarani waanze kudai haki zao. Lakini akarudi kwa upande wa Tanzania, akasema vijana wa Kitanzania ni kama vile wamekufa, kwa maana kwamba haipo siku watafufuka. Sasa mimi naomba tutumie hiyo kauli kuweza kusema kwamba sisi hatujafa. Tuko tayari kwa ajili ya kufanya maandamano kama ilivyotangazwa kwenye tamko letu tarehe 1 mwezi Mei. Endapo hatutakuwa na suluhisho la haya mambo tunayoyasema, ipo siku tutaingia barabarani na tuanze kudai haki yetu, na hivyo yatakuwa ni maandamano ya amani. Hatutakuwa na vurugu, hatutakuwa na ugomvi, hatutakuwa na mapanga, hatutakuwa na nini. Tujitahidi kujua kwamba Tanzania tuna tatizo la ajira. Lakini vile vile naomba niwakumbushe, sisi vijana tulioko hapa wote tuna wazazi, tuna ndugu. Sisi vijana wote wa Kitanzania tuna wazazi, tuna ndugu, ambao ndugu hao ndio waliotusomesha. Ndugu hao ndio waliopeleka vijana shuleni. Hao wazazi hao walijinyima, waliweza kulipa ada. Wengine wanauza mpaka mashamba, waliuza ng'ombe, wakauza viwanja vyao, wakauza nyumba kwa ajili ya kutusomesha sisi, wakiwa wanajua kwamba one day tunaweza tukafanikiwa na sisi tukapata ajira, tukarejesha kwa wazazi. Leo hii imekuwa ni kilio. Tunaomba serikali sikivu, mama yetu Mama Samia, tusikilize. Turudishe sisi barabarani. Hebu tuondolee aibu. Kuna wengine ambao wamemaliza chuo zaidi ya miaka 10 iliyopita, leo hii wako mtaani, na bado tunaletewa tamko kwamba waliomaliza degree warudi VETA.
haki ya Mungu, mimi siamini kama Mungu huyu tunayemtegemea ndiye anayetusimamia sisi kwenye harakati hizi, na kudhani kwamba VETA inaweza kawa ni suluhisho ya ajira. Kwa sababu tayari kule VETA kuna watu wengine ambao wanasoma kule baada ya sisi kumaliza form 4, form 6, wengine wakaelekea vioni. Kuna walioamua kwa dhati wakaenda VETA. Sasa je, tukienda kule bado tutakwenda kubana ajira zao kule? Tunaomba lifikiriwe. Tunaamini serikali yetu ni serikali sikivu. Tunaamini rais mama yetu Mama Samia anao watu wazuri ambao wanaweza wakamshauri, warudi mezani wamshauri katika hili. Mshaurini wapendwa, mshaurini mama yetu, kaa mezani, mshauri. Tunaye mshauri mzuri, mzee Kikwete. Anaweza kumshauri vizuri mama yetu, na mwisho wa siku tukarudi mezani tukakaa tukazungumza, na mwisho wa siku tatizo likaisha. Mwisho naomba nitumie muda huu kuendelea kuhamasisha vijana wenzangu tuone kwamba kuna umuhimu wa haya yote tunayozungumza. Kwa majina naitwa Zaituni Sandali Halifa. Ni mwakilishi kutoka UYAM Tanzania. Nipo hapa kujazia hoja ya tamko la wana UYAM. Sisi kama wana UYAM tunaliomba jopo la Jamhuri ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia mama na viongozi wake wote wa chini watusikilize tamko letu na watatue shida yetu ya ajira. Ajira ni haki yetu. Ajira yetu ni utulivu wetu. Mama, tunajua unahangaika na unapambana sana kuifikisha Tanzania nchi ya ahadi. Juhudi zako zinaonekana, lakini kwenye swala la ajira mama, tunaomba ulivalie njuga. Tupo tunateseka, tunahangaika, tunapambana, lakini bado haitoshi. Tunaomba utupatie ajira, tuajiriwe, au utupatie mitaji. Kwa sababu mitaji itaturahisishia sisi kujiajiri. Nitajiajiri vipi kama mimi ni mwalimu? Ili nijiajiri nataka niwe na mtaji, ninunue kiwanja, nijenge shule, hata niachekechea, niwahifadhi wanafunzi pale niwafundishe. Bila mtaji siwezi kufanya hivyo. Mimi ni daktari, nitajiajiri vipi sina mtaji? Nijenge hospitali au nijenge maabara au nijenge zahanati. Inabidi niwe na mtaji. Tunaomba mtupatie ajira kutokana na fani zetu. Fani zetu hazitufanyiwe wepesi sisi kujiajiri bila kuwa na mitaji. Tunaomba mitaji tujiajiri. La sivyo tuajiriwe kutokana na taaluma zetu. Wapo wafanyabiashara, wapo maafisa kilimo, wapo maafisa mifugo. Wanajiajiri vipi bila mitaji? Kwa hiyo tunaomba mitaji. Kwenye grupu hili tupo wakada mbalimbali. Kuna wanasheria, kuna wa kilimo, kuna wa afya, kuna maafisa biashara, kuna walimu. Tunaomba mtusikilize, mtutatulie hii shida ya ajira. Na ikishindikana basi tupewe mitaji kupitia vyeti vyetu. Na tukishapewa na tukishatatuliwa hii shida yetu mama, hatutalalamika. Tutaendelea kupiga kazi na tutachapa kazi kweli kweli. Ila ikishindikana tunaomba mtupatie ajira. Wazazi wetu, ndugu zetu, jamaa zetu wametuhangaikia kutusomesha, ili saa hizi uzeni wazazi wameshazeeka, tuwasaidie na wao. Wazazi saizi wana mapresha, wana misongo ya mawazo, sababu wametusomesha. Familia nyingi zina wasomi wengi zaidi ya wawili, lakini hawasaidii chochote ndani ya familia. Nahitimisha kwa kusema hivi, ajira yetu ni utulivu wetu. Asanteni kwa kutusikiliza.